Kwa mara nyingine tena naongea nikiwa hapa ndani ya ukumbi wa Jakaya Kikwete ambako kutafanyika mkutano maalumu wa CCM Taifa hapa Dodoma. Kama mnavyoona, maandalizi yanaendelea vizuri. Tuko katika hatua za mwisho katika kukamilisha maandalizi ya mkutano mkuu wa CCM Taifa. Nyie ni mashahidi kwamba tumekuwa na mkutano mkuu wa CCM Taifa miezi mitatu iliyopita, na mkutano huo ulivunja rekodi ya mkutano mzuri ulioandaliwa vizuri. Sasa muda wote tunataka kufanya mikutano ya historia. Kama mnavyoona maandalizi, viti ilivyo, ukumbi wetu unavyoendelea kukarabatiwa na kupambwa, mkutano huu utakuwa mzuri na wa kihistoria kuliko mikutano mingine yoyote. Tumejipanga, na kama nilivyosema nipoongea na waandishi wa habari kwamba tutakuwa na mkutano mkuu tarehe 29 mpaka tarehe 30 ya mwezi huu, na mkutano mkuu utatanguliwa na vikao vya awali. Tatanguliwa na kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi itakayofanyika tarehe 26. Baadaye itafuatiwa na kikao cha halmashauri kuu ya taifa kitakachofanyika tarehe 28. Na baada ya hapo mkutano mkuu utafanyika tarehe 29 na tarehe 30. Nilieleza awali kwamba ajenda za mkutano mkuu huu maalum kubwa ni 3. Ya kwanza ni kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi kwa serikali zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kipindi sasa cha miaka 5, na taarifa nyingine ni ya serikali ya Zanzibar. Kwa hiyo tutapokea taarifa za miaka 5 za utekelezaji wa ilani za serikali zote mbili. Ajenda ya pili itakuwa ni uzinduzi wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Tunaelekea katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba. Sasa vyama vya siasa vinajinadi kupitia ilani na wagombea. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kitazindua rasmi ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025 kuelekea 2030. Kwa hiyo tutazindua hapa ilani yetu, mambo muhimu ambayo Chama cha Mapinduzi kinakwenda kuyanadi kwa wananchi, na hicho ndio kitendea kazi, na huo ndio mkataba wa chama cha siasa kinapoingia katika kampeni. Kinawaahidi wananchi, ili kikichaguliwa basi ilani hiyo ndio mkataba na wananchi katika kutekeleza ilani hiyo. Ajenda ya 3 itakuwa ni marekebisho madogo tu ya katiba ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia kuelekea katika mkutano mkuu kutakuwa na tukio la uwekaji jiwe la msingi la jengo la makao makuu ya Chama cha Mapinduzi. Tukio hilo litafanyika tarehe 28
siku hiyo ambayo kutakuwa na halmashauri kuu ya taifa. Hili sikulisema nilipoongea nanyi waandishi wa habari mara ya kwanza, haikuwa sehemu ya ajenda zile nilizozitaja, lakini hili tukio la uwekaji jiwe la msingi la ujenzi wa makao makuu ya Chama cha Mapinduzi itafanyika tarehe 28 saa 3 asubuhi. Tunajenga jengo la makao makuu ya Chama cha Mapinduzi pembeni mwa jengo hili. Upande wa pili utaona kuna mabati na eneo kubwa, hapo ndio kutakuwa na makao makuu ya Chama cha Mapinduzi. Chama chetu ni kikubwa, kinaendelea kukua siku hadi siku. Chama chetu sasa kina wanachama milioni 11. Maana yake ni chama kikubwa. Kwa hiyo ili tuwe na uwezo wa kuhudumia vizuri shughuli za chama chetu, tumeona sasa pale pamekuwa padogo, sasa tuwe na makao makuu eneo kubwa. Hilo jengo litakuwa na facility zote zenye hadhi ya chama kikubwa cha siasa. CCM ni chama kikubwa namba 1 Tanzania. Ni chama kikubwa pia Afrika. Kwa hiyo chama chetu tumeona imefika wakati wa kuwa na jengo lenye facility zote, kumbi za mikutano, kufanya vikao mbalimbali, parking ya magari. Kwa hiyo chama hiki ni kimbilio. Wananchi wanakuja makao makuu ya CCM. Kwa hiyo mmeona pale parking bado sio kubwa. Kwa hiyo huku tutajimwaga. Hata unapowahudumia wananchi, basi kuna sehemu kubwa ya kuweza kuwahudumia wananchi. Kwa hiyo tutakuwa na jengo la kisasa. La kisasa kweli kweli, kuthibitisha kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama kikubwa. Kwa hiyo niliona hilo mlijue, tuungane nasi tarehe 28 asubuhi saa 3 pembezoni tu mwa hapa kushiriki uwekaji wa jiwe la msingi la ofisi ya makao makuu ya Chama cha Mapinduzi Dodoma. Nitumie fursa hii kualika wajumbe wote wa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Karibuni Dodoma katika mkutano mkuu huu maalum. Mambo yote yamekamilika. Tunawakaribisha wageni waalikwa katika mkutano mkuu huu maalum. Tunawaalika waandishi wa habari katika mkutano mkuu huu maalum. Lakini pia hata kama hujaalikwa, wakati mkutano mkuu unafanyika Dodoma, mwananchi yote anakaribishwa. Unaweza ukawa umekaa sehemu, umetulia zako, unafuatilia tukio hili ukiwa Dodoma. Na sisi tutaweka utaratibu wa maeneo ya watu kukusanyika na kuweza kufuatilia mkutano mkuu huu maalum. Mnakumbuka mkutano uliopita tulikuwa tunajiunga na wenzetu sehemu mbalimbali, Mwanza, Zanzibar, Dar es Salaam, Mbeya, watu walikuwa wamekusanyika sehemu wanaangalia. Kwa hiyo na maeneo ya hapa Dodoma, kama mtu umekuja tu bahati mbaya kwamba nafasi ni ndogo, ukataka bwana naenda Dodoma, kuna tukio kubwa, basi
karibu Dodoma, utakaa mahali fulani, unaenjoy na kufuatilia mkutano mkuu utakuwa live. Niwashukuru sana, na tutakuwa tukiendelea kupeana taarifa siku hadi siku mpaka tutakapokuwa tumefika katika matukio hayo ya uwekaji jiwe la msingi na mkutano mkuu maalum. Nawashukuru sana. Ni taarifa hiyo ya mkutano mkuu. Mujibu wakati unataka wajumbe au watu wote? Wajumbe. Ukiongelea wajumbe wa mkutano mkuu kwa katiba ya Chama cha Mapinduzi, wajumbe 2000 ndio ambao ni wajumbe wa mkutano mkuu. Kwa hiyo humu tutakuwa kama 2700 hivi. Maana yake na watu wengine waaliko waliopata mialiko watakuwepo humu, lakini wajumbe kwa akidi kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Mapinduzi ni 2000. Asante sana. Mheshimiwa Bwana. Ndio. Kutoka TV moja inaitwa Sauti za Watu. Ndio. Ningependa kujua, ulisema kuna uzinduzi wa ukumbi. Unataka kujua kwamba kuweka jiwe la msingi, tunataka kujua gharama na itachukua muda gani katika ujenzi? Tunajenga sio ukumbi. Tunajenga makao makuu ya Chama cha Mapinduzi. Kuweka jiwe la msingi, ujenzi wa makao makuu ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nikianza kusema leo nitakuwa na filisi hotuba ya katibu mkuu atakayetoa maelezo kwenye siku hiyo. Ndio maana nimewaalika. Si umeelewa story eh? Saizi tunaona kwa umaili wenu wa Chama cha Mapinduzi. Inawezekana ni umaili au sio umaili, lakini kuna wimbi kubwa la watu wanatoka kwa vyama vingine kuingia kwenye vyama hivi. Tumejiandaaje na hao kwenye mkutano wetu na matarajio yetu kupokea watu wageni kutoka vyama vingine ili kuja kuongeza nguvu kwetu, na kama watakuja tuko tayari kuwapa majibu? La kwanza, shughuli yetu ni ya mkutano mkuu maalum, agenda zinajulikana. Hiyo kazi nyingine tutaifanya kwenye ziara huko. Tumewapokea wengi sana. Kwa hiyo swala ni mkutano mkuu, agenda zinajulikana. Hatuna hiyo agenda. Na swali hapa. Naitwa Deo Kaji Makomba na kutoka Focus News Tanzania. Umeshahama start nani kule Mwanza? Sana. Jamani, kabla hujaendelea, msinitimishe aibu waandishi wenzangu. Swala ni mkutano. Mimi nilitaka kujua katika mkutano mkuu wa pia ilani inazungumzia faida ya watazamaji wetu na wasikilizaji wetu. Chama cha Mapinduzi imetekeleza vipi ilani yake, na hasa tukiwa tunaelekea katika mkutano mkuu wa uchaguzi wa Mheshimiwa Makala. Deo Kaji Makomba natoka Focus News Tanzania, TV1 na Deutsche Welle. Nakushukuru Deo Kajima, mimi ni shabiki wako mkubwa ukiwa Radio Free Africa. Ndugu zangu, chama cha siasa kinapokwenda katika uchaguzi, vitu vitendea kazi katika uchaguzi, moja ni ilani, pili aina ya wagombea ulionao unaoenda kuwauza. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi katika ilani, kwanza mpaka tunaitengeneza hii ilani, tunajivunia mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi 2025. Kwamba Chama cha Mapinduzi kimefanya kazi kubwa sana katika kutekeleza ilani ya uchaguzi. Mimi niseme mambo mengi, hata mengine ambayo hayakuwepo katika ilani yametekelezwa. Na ndio maana tunaendelea kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan. Anaingia katika rekodi za marais waliotoa fedha nyingi za maendeleo. Mashahidi ni wabunge katika majimbo yao,
mashahidi ni madiwani, mashahidi ni wenye viti wa vijiji, wenye viti wa mitaa, wenye viti wa vitongoji. Mashahidi ni wananchi wa Tanzania, kwamba kuna kila alama iliyowekwa katika kijiji, katika mtaa. Inawezekana ikawa darasa, inawezekana ikawa umeme, inawezekana ikawa zahanati, inawezekana ikawa huduma yote. Kwa hiyo ilani ya uchaguzi imetekelezwa kwa asilimia niseme kubwa. Hata ingekuwa 99 au 100 kwa 100, lakini kuna mambo yaliyoongezeka. Tumeanza kuandaa ilani hii kwanza kwa kufanya tathmini ya nini tulichokiahidi katika ilani iliyopita na vile vilivyotekelezwa. La pili, tumefanya utafiti kwa kuhusisha maoni ya asasi za kiraia, wananchi na watu mbalimbali, kuona vipaumbele, mahitaji ya wananchi. Unajua, kuna mahali mulikuwa na mipango ya zahanati, idadi ya watu inaongezeka, panakuwa na mahitaji ya kituo cha afya. Kuna mahali palikuwa na kituo cha afya, panakuwa na mahitaji ya hospitali yenye hadhi ya wilaya. Kwa hiyo ni changamoto, na maendeleo yana changamoto. Idadi ya watu inaongezeka. Kwa hiyo niseme tu kwamba ilani hii tutakayoizindua ni ilani ya Watanzania. Tumepokea maoni ya wananchi, asasi za kiraia, tumefanya utafiti, tunaelewa kiu ya Watanzania. Ilani tutakayoizindua inaenda kukonga nyoo za Watanzania kwa lugha rahisi, yajayo yanafurahisha.